Kamati ya fedha na uongozi wa halmashauri ya jiji la Mwanza imemkataa mkandarasi Confix and Engineering Company Limited baada ya kushindwa kutekeleza mradi wa ujenzi wa soko la samaki la Mkuyuni unaotarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 11. Uamuzi huo umetokana na tathmini ambayo imefanywa na kamati hiyo ilionyesha kuwa mkandarasi huyo ameshindwa kabisa kuonesha uwezo wa kutekeleza mradi huo licha ya kulipwa zaidi ya shilingi bilioni 1.1 kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja uliopita. Hadi sasa maendeleo ya mradi yamefikia 3% pekee, kiwango kinachoeleza kuwa ni cha kusikitisha na kisichokubalika ukilinganisha na muda uliotumika. Kwa mujibu wa nyaraka za mkataba, mkandarasi huyo alisaini mkataba tarehe 24 Oktoba mwaka 2024 na kukabidhiwa mradi tarehe 14 Disemba 2024, akitakiwa kukamilisha ifikapo tarehe 13 Disemba mwaka 2025. Hata hivyo, baada ya kushindwa kufikia malengo ya awali, aliongezewa muda hadi tarehe 31 Julai mwaka 2026. Licha ya nyongeza hiyo, uchunguzi wa kamati unaonesha kuwa zaidi ya 85% ya muda wa utekelezaji tayari imepita bila mafanikio yoyote ya msingi, hali inayodhihirisha uzembe mkubwa na kushindwa kwa mkandarasi kutimiza wajibu wake wa kimkataba. Wajumbe wa kamati hiyo wamehoji uhalali wa kuendelea kubaki kwa mkandarasi huyo kwenye mradi huo, wakisisitiza kuwa hali hii ilivyo sasa inaashiria hatari kubwa ya upotevu wa fedha za umma bila matokeo yanayotarajiwa na serikali pamoja na wananchi. Kamati hiyo imezitaka mamlaka husika kuchukua hatua za haraka na kali, ikiwemo uwezekano wa kuvunja mkataba ili kulinda rasilimali za umma na kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa viwango vinavyotarajiwa kwa manufaa ya wananchi wa jiji la Mwanza. Nitamani kujua kutoka kwa mkandarasi sasa, baada ya review ya kugundua kwamba kuna changamoto ambayo imejitokeza, of course time frame hiyo ya kureview zaidi ya miezi 6 tunaweza tukasema ilikuwa ni nyingi nayo pia, lakini tuseme basi sababu ya technical issues tukubaliane na hilo. Sasa ni nini ambacho kilipelekea muda wote zaidi ya mwaka mzima mradi huu ukawa umesimama? Baada ya review ya mchoro, kimkataba pesa ilionekana kuongezeka kubwa, na baada ya marejeo ya gharama za ujenzi kama ambavyo mtangulizi amekwisha kusema kwamba ilikuwa inakadiriwa kufika bilioni 11.4, mapitio hayo yalionekana kwamba ni makubwa ukilinganisha na bajeti ambayo ilikuwa imetengwa ambayo ni bilioni 7. Na kulingana na mkataba jinsi ulivyo, mkataba unasema pale gharama zitakapozidi 25% au 20, basi tupate approval kutoka kwa mwajiri kwamba anakubaliana na gharama hizo. Na tulipata BOQ revised ambayo ilikuwa ina cover cost zote ambazo zimeongezeka kulingana na michoro mipya au reviewed design, ambayo mpaka sasa hatujapata direct approval, lakini tulikaa kwenye vikao vya management pamoja na mkurugenzi na timu za wataalam kutoka TARURA na kwa client, ambapo tulipewa maelekezo ya kuendelea kutumia pesa hiyo wakati wao wakiendelea kushughulikia approval ya nyongeza ya pesa hizo. Kwa hiyo mwanzoni kitu ambacho kidogo kilitupa back and forth ilikuwa ni approval ya pesa, nyongeza ya pesa kulingana na review ya design. Lakini tangu hapo tumekuwa tukiendelea na kazi, na kama mnaona hapa tulifanya mwanzoni kulingana na drawings ambazo michoro au design ambayo tulipewa mwanzoni mwezi wa 7, maana ya design ya pili baada ya review, ambayo kulingana na hali ya hapa jinsi ilivyo tumeshindwa kuendelea nayo kwa sababu maji yanakuwa accumulated mengi. Na hivyo mkandarasi mshauri akarudia akanipa nyongeza ya design ambayo sasa jengo linanyanyuka juu zaidi na tunapaswa kujaza mawe chini ili kuweza kupata stable foundation. Kwa hiyo hizi ndo zimekuwa back and forth ambapo zimetufanya kuchelewa kufikia kwa muda husika ambao tulikuwa tumekabidhiwa kwenye mradi. Pamoja na miezi 7 ambayo tulipewa, lakini pia tunaweza tukaona kwamba scope imeongezeka kutoka jinsi ilivyokuwa na scope imekuwa kubwa. Kwa hiyo compensation nadhani wakuu wangu wataangalia baadaye, lakini pia na hizi unforeseen event kwamba tumechimba kulingana na design ilivyokuwa inasema tujenge padi chini, lakini panajaa maji, tunashindwa kufanya kazi mpaka tunafikia kuweka mawe ili kustabilize, basi ndio imetula muda mpaka kufikia hapa jinsi tulivyo. Na sasa hivi tunaendelea na kazi ya kuzika mawe chini, na baadaye tutafanya testi ili tuweze kuona kwamba sasa soil au udongo uliopo hapa chini una uwezo wa kubeba jengo
bila kufeli baadaye kuleta madhara kwa watumiaji na kupoteza gharama za serikali. Sawa, nashukuru. Waheshimiwa wajumbe, nadhani tumepata ufafanuzi. Lakini moja ya jambo ambalo uhalisia sisi ambao tuko nje ya professionalism ya swala zima la ukandarasi na mambo ya ujenzi, ni maswali ambao hata sisi layman ambao tunaweza tukajiuliza pasipo kujua tu kwamba, yani mimi ambao sio mkandarasi, kuna vitu ambavyo obvious lazima nijiulize. Jambo la kwanza, mradi huu wakati unaanza, kwanza hata ile review kwanza mtu anasema kwamba uandaliwa mchoro lakini haukuweza kucompile na eneo husika. Tafasiri yake kwamba mtu aliyopewa kazi ile hakuwahi kufika site. Hiyo ndio ilikuwa tafasiri yake, kwamba ilikuwa ni paperwork. Aidha sijui alitumiwa ni nini huko akatumia akachora huko. Lakini jambo la pili ambalo justification ya wenzetu wanasema kwamba eneo hili umefika ukakuta kuna changamoto ya maji. Waheshimiwa wajumbe, nadhani tunafahamu kwamba mradi huu unaenda kufanyika kwenye maji. Ni beach plot. Ni maeneo ya fukwe. Mradi wenyewe, scope yake tu ya mradi wenyewe tunafahamu kwamba ni mazao ya samaki. Kwa hiyo maji ni part and parcel ya mradi huu. Yaani 90% kazi atakao kukutana nayo ni kazi ya maji. Kwanza huu mradi inaonekana uko nyuma ya wakati sana. Engineer amejaribu kueleza kwamba baada ya kufanya review tokea mwezi wa 7 mwaka jana mpaka leo, na tuna taarifa huyu mkandarasi alikuwa shalipo advance, na ukiangalia kazi ambayo imefanyika kwa kweli ni kama hamna kazi iliyofanyika. Mkandarasi hata reflector tulizozivaa na za wenzetu zote zinafanana, maana umezivaa leo. Hata kazi ambayo imefanyika unaona ni ya kazi ya siku 2-3 ambazo tukiwa tunakuja ndo wameamua kukimbiza. Hata hizo mbombo za magreda kelele nyingi ni kwa sababu tuko hapa. Sasa ukiangalia kasi hii na tukiendelea kwenda na kasi hii, inaonyesha dhahiri kwamba huu mradi utaendelea kuwa nyuma sana. Sana kwa sababu ile eneo ni swamp, linaonekana linajulikana. Hizi naona zingine zote ni excuse tu. Linajulikana hapa ni kwenye maji, lazima uanze na mawe, utaweka kifusi. Sasa hizo changamoto sio mkandarasi atatuambiaje kwamba muda ambao wanao mpaka wa mwezi wa 7 sijui atafanyaje kazi kuhakikisha anaweza kumiti deadline. Inaonekana mkataba huu wakati unasainiwa, hata huyu anataka kufanya kazi alikuwa hajafika, anajua anafanya kazi sehemu gani. Sasa hii ilikuwa ni shida kutoka kwa nani, kwetu sisi au kwa upande wa mkandarasi? Na kama ni kwa upande wake, amepigwa faini kiasi gani? Mkataba wetu unasema nini katika jambo hili? Au umekaa silent kiasi gani mpaka hapo? Lakini jambo la pili ni kwamba mkandarasi wa eneo hili, bahati nzuri Mswahili mwenzetu, ni wa Tanzania wenzetu, tunaongea lugha tunayoelewana. Ni ukweli usiopingika kwamba hamna haja kufanyana usanii katika hili jambo, kwa sababu mkataba jambo hili kama la huduma kwa wananchi. Leo ukiangalia hata greda zilizosimama hapo, zimesimama bado kama hizo zimeingia leo asubuhi. Na udongo uliochimbwa, hakuna udongo ambao udongo mpya, udongo wa zamani tuseme, ni udongo ambao haujaguswa chochote. Ile ndio nguruma sasa hivi hapa ni kwamba limeanza huduma asubuhi hii ya leo. Haya mambo sidhani kama inahitaji Kiingereza kingi hapa. Yaani Kiingereza kuchanganya Kiingereza hivi na hivi ili kusudi uweze kueleka jambo. Bunge Kiswahili kitu yaani vitu ambavyo viko wazi na hamna uficho. Sina uhakika vizuri kama mkandarasi amekabidhiwa site kwa mujibu wa mkataba. Kwa sababu kama hajakabidhiwa site kwa mujibu wa mkataba, mwenyekiti, hata mfanyeje hamwezi kumterminate. Hata hii mwezi wa 7 alivyosema akishindwa kutekeleza mwezi kama hamjamkabidhi site. Kumkabidhi site mwenyekiti ni pamoja na kwamba kama vile kuna mambo ya kulipa fidia yamelipwa ili mkandarasi akabidhiwe site. Kwa mkandarasi atakuepo hapa kama hajakabidhiwa site, anaweza kata miaka 5 na hamna ujanja wote wa kumterminate. Hawa kandarasi wa ndani hawa saa zingine wana mapungufu makubwa sana. Yaani tunapeana hizi tenda kwa ajili ya kubeba kwamba na wao ni wa kwetu, lakini ukiangalia sasa wanakwamisha miradi ya namna hii kwa kiwango kikubwa sana. Yaani leo mtu unapokuja unaambiwa kwamba eti mwezi wa 7 huu mradi utakuwa umekamilika, yaani ni uongo ambao uko wazi. Kumaliza kazi tarehe 31 mwezi wa 7. Kuna vitu ninasema kila mtu anaweza kuviona kwamba unapokuwa umechelewa, kwa kawaida miradi yote unapokuwa umechelewa na deadline iko hapo mbele, utaleta vifaa hata zaidi ya vile unavyotakiwa kuwa navyo, na utafanya kazi muda wote ambao unapatikana kufanya kazi, lakini sivyo ambavyo utendaji unaendelea hapo. Kwa hiyo ni conclusion, inaweza kuwa wazi kabisa kwamba kwa mwendo huu mkandarasi hawezi kufanya nini,
kumaliza hilo kazi kwa wakati huo unless kutokee muujiza mwingine. Mkandarasi anao mkataba ambao ulisaini hiyo 7.3 billion. Upo. Hata kama ungesema kuna variation, kuna matokeo mengine mabadiliko huku, lakini unaanza kufanyia kazi kile ulicho nacho. Na hizo hazijatumika mpaka leo hii, hajaweza kufanya kazi. Kwa hiyo kuna variations zinatokea kwa kadri ambavyo unafanya kazi. Kwa mfano uliambiwa ufanye kazi mawe cubic mita 10. Lakini baada ya kufanya kazi site ukakuta kwamba sasa zinahitajiwa ngapi? 15 na umeshafanya 10. Kwa hiyo sasa unasema sasa tunaifanyaje tu nini? Lakini hata zile ambazo zipo hazijafanyika. Yaani ni uweze kufanya addendum ukabadilisha kabla hata hujachimba hapa chini. Kile ulichonacho mkononi hujakitumia. Alafu unasema nataka siwezi kufanya kwa sababu nasubiri kwanza uniambie. Kwa hiyo sio ninavyosema hivyo katika nini. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunazungumza kwenye vikao na mkandarasi anaelewa. Lakini niliseme kwa namna hii kwamba kama ambavyo mna habari kwamba mkandarasi alishalipwa hela ya inaitwa advance payment. Hiyo fedha ni kwa ajili ya kufanya matayarisho ya kuanza kazi site, kwa ajili ya mitambo, kwa ajili ya material, kwa ajili ya watu muhimu kuwepo site. Tunapozungumza leo hii tukiwa kwenye asilimia karibu 85 ya muda mradi, hivi vitu vyote havijakamilika. Kwa hiyo inaweza kuonyesha tu kwamba tatizo hili liko wapi. Yapo mambo makubwa matatu ambayo tumefika hapa na tumejiridhisha nayo pasipo na shaka. Jambo la kwanza ambalo pia sisi limetutia wasiwasi ni swala zima, mbali ya mambo mengine madogo madogo ambayo yamebakia, lakini uwezo na performance ya mkandarasi. Na bado na swali la pili najioji kwamba advance payment tuliyompa, je, mkandarasi bado anayo? Hiyo hatutaki kujua sababu yuko ndani ya scope ya mkataba. Lakini moja ya kazi kubwa ambayo regardless vitu vilivyobakia huko upande wetu sisi, lakini katika 70% ya eneo lake la field aliyokuwa anapaswa kufanya implementation, bado hata hiyo ameshindwa kuanza. Mimi nimepata nafasi ya kupita hapa mara kadhaa. Leo tunaambiwa kwamba paka kuu ya wilaya ilikuja ikampa maagizo mkandarasi akae miezi 3 ndio aweze kufanya kazi. Hilo ni swali la kwanza tu ambalo linatupa hofu ya uwezo wa mkandarasi alionao, kwamba paka kamati ya ulinzi na usalama ikwambie ukae miezi 3 utekeleze wajibu wako. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni time frame ambayo mkandarasi pia ametupa ya huo muda ambao anakusudia. Sasa nachelea kusema pia na kushauri mamlaka husika, hususan sisi tuliompa mkataba, kwenda kureview mkataba ambazo kwa haya ambayo anaendelea kuyafanya ni nini ambacho tutakifanya juu ya huyu bwana. Aidha kama kuna compensation kwa kutuchelewesha mradi wetu, lakini jambo la pili kuona kama tuna uwezo wa kuterminate mkataba huu na mkandarasi iwapo itawezekana kufanyika jambo kama hili. Lakini jambo la tatu, kutokutoa grace period isipokuwa na sababu za msingi. Yaani kumuongezea muda wa mkataba pasipokuwa na sababu ya msingi, ili jambo hatutoweza kuliridhia kwa mara nyingine tena. Lakini jambo la mwisho, shughuli kama hizi zinazofanyika katika maeneo yetu, hususan katika hizi halmashauri zetu, hatufanyi sababu tumepata kazi. Hatufanyi sababu tumepata sehemu ya kwenda kupotezea muda. Tunafanya tukiwa tunalenga wananchi. Na miradi inatofautiana. Huu mradi walengwa wakubwa ni low income earners, watu wanaopata kipato kidogo sana. Sasa tukikutana na mtu ambaye anatuchelewesha kwenye miradi kama hii, hawatukani wale watu ambao ni walengwa, lakini anamtukana Mheshimiwa Rais ambaye anaomba fedha, anasukuma fedha kwa ajili ya kuleta hiyo. Na sisi kama wawakilishi wa wananchi hatutakuwa sehemu ya watu wa namna hii. Hili kwetu sisi kama jiji la Mwanza tunalikataa. Lakini jambo la pili, sisi kama wahanga wakubwa wa kuhakikisha kwamba tunarudisha tabasamu kwa wananchi, tunasema kwamba watu wa namna hii katika maeneo yetu hatutowapa nafasi kwa mara nyingine tena. Tunaenda katika vikao vyetu vya ndani, tutaangalia namna ya kureview mikataba ya mkandarasi, lakini kuangalia terms ambazo sisi tutaenda kumbana mkandarasi, tuhakikishe kazi hii inaenda kukamilika kwa muda ambao umekusudiwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.